maswali kwa njia ya comment, na moja ya swali ambalo tumelipokea hivi punde ni mmoja ama ndugu yetu ama mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu Ajira Update ameuliza swali, anatamani kujua, anauliza ya kwamba naomba nimnukuu, samahani kaka, kwa mfano mtu umeomba nafasi kuandikishwa JWTZ na mtu upo chuoni na sasa hivi vipindi na testi zimechanganya. Swali langu, je, ikitokea nimeitwa katika usaili nafanyeje? Nikisema labda ni postponed masomo alafu nikaenda katika usaili nikakosa nafasi, nitakuwa nimekosea nafasi mara mbili jeshini na chuo. Mimi nilikuwa naomba utushauri tuliopo chuoni. Haya, nadhani mmemsikiliza ndugu yetu alichohitaji. Nikimnukuu tena, nadhani unaona, samahani kaka. Yani in short anatamani kushauriwa ya kwamba yeye ametuma maombi JW, sasa ana wasiwasi akipigiwa simu na kuitwa kwenda kufanya usaili. Itakuwaje? Maana yeye yupo chuoni na anahitaji pia kuwa, yani kama ikitokea wakimkataa chuoni itakuwaje? Sasa mimi nitamjibu kutokana na experience nilionayo. Ndugu yangu, ngoja nikutaje na jina, ndugu yangu Fikiri Omari, ninakujibu kama ifuatavyo. Na pia kama kuna mtu ambaye anaweza akatoa ushauri mwingine tofauti na nitakaotoa mimi, basi anaruhusiwa. Omari, kwa ushauri wangu na kwa kitu ambacho ninaweza nikakushauri na tayari nishaona mtu ambaye, ngoja samahani kwanza, ngoja nikupe mfano ambao mimi binafsi umenikuta. Nilikuwa na rafiki yangu, tuliingia wote chuo, umeelewa, tuliingia wote chuo, tukasoma first year, baadaye tukaenda second year, lakini yeye second year hakumaliza. Kwa nini? Tuliapply kazi za jeshi la polisi. Sasa kwa bahati nzuri yeye akaitwa kwenye usaili, mimi sikuitwa. Akaenda yeye kwenye usaili, sawa. Alivyoenda kwenye usaili wa jeshi la polisi, si unajua unaenda alafu unasikilizia majina, kwa hiyo akaenda. Alivyokwenda akafanikiwa, umeona? Akafanikiwa. Kaenda kwenye usaili wa jeshi la polisi, kafanikiwa. Alivyofanikiwa, si ameenda kufanya usaili akarudi, majibu yakaja amefanikiwa, lakini wakati anaenda kufanya usaili hakuomba ruhusa kufanyeje. Ni kwamba alitake risk ya kwamba ngoja nikafanya usaili, maana chuo sio kama sijui form 6 atakufuatilia sana umeingia darasani mara hujaingia, hapana. Kwa siku ya usaili, kama ilikuwa, nafikiri ilikuwa ni Jumamosi, ilikuwa siku ya usaili, akaenda kufanya. Maana jeshi la polisi ile anwani ambayo unaiandika ndio unaenda sehemu husika. Kwa hiyo anwani alikuwa ameandika ile eneo ambayo tulikuwa nasoma. Akaenda akafanya usaili. Bahati nzuri majibu yakaja amechaguliwa kuwa askari. Alichofanya, aliahirisha kabisa masomo. Umenielewa? Yani akaomba kudrop out kutoka chuo. Umeona? Kwa hiyo akawa amepata kazi ya uaskari. Kwa hiyo ndugu yangu mimi, yule rafiki yangu, tuko mwaka wa pili, tumeanza tu hivi, akaniambia wewe mwanangu, mimi nishapata shavu, kwa akachomoka ngwe, sisi tunahangaika na shule bado. Yeye akaenda kuwa askari, kaenda mafunzo hadi leo yeye ni askari, umeona, lakini hakurudi tena chuo, umeona. Sasa akajitafuta huko, sasa hivi ashajenga, ameoa nini, fresh, maisha fresh, amenyoka. Sasa nakusimulia hii story ili ujifunze nini? Kwenye haya maisha ili ufanikiwe, lazima kwanza uwe na riski. Na bila riski, yani unakuwa na plan A na plan B. Kwa hiyo yeye alichokifanya pale ni kujaribu. Alivyojaribu ikakubali, akachomoka, akatembea. Sasa kwako wewe ambaye uko chuo sasa hivi, alafu inatakiwa uende
ya wamekupigia uende kwenye usaili JW, cha kukushauri wewe usiwahi omba kwamba upostpone masomo, kwamba utoke chuoni kwa kupostpone masomo, hapana. Wenyewe si watakupa specific date kwamba inatakiwa ufike lini, umenielewa? Maana hapo kumbuka wanacheza na JW alafu na chuo. Kwa hiyo inabidi kimoja kiende. Na kila jambo lina wakati wake. Kwa hiyo kwangu mimi cha kukushauri wewe, cha kwanza usiombe kupostpone masomo. Cha kwanza hicho, maana si lazima uende kwenye usaili, na usaili ukishaenda hiyo hiyo siku unapata majibu. Kuna mmoja wa watazamaji wetu amesema hivyo kwamba yeye ameshashuhudia hivyo kwamba majibu ya JW yanatoka hiyo hiyo siku. Kama hautapasi basi utarudi nyumbani, umeona? Sasa ikitokea wewe wamekuita, usiombe ruhusa chuoni, umeona? Wewe kusema udoji vipindi viwili au vitatu, haupo darasani, na kukosa nafasi ya kuitumia, yani na kukosa chance ambayo inakuja mara moja, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo wewe ni bora uchomoke. Ukichomoka utaenda kufanya usaili. Ikitokea imepita inshallah, basi utasema kwamba ninaomba ku drop out from chuo. Ikitokea au unasimamisha kabisa masomo, umeona? Ikitokea kwamba ninakuja kuendelea, utakuja. Isipotokea basi, kwa hiyo masomo unayasimamisha kwa muda. Ndio hivyo, lakini najua wengi waga wakienda, kama akienda tuseme kama ni askari, kama mshikaji wangu anasema akija tena chuo kusoma, hatasoma kitu kile kile, atasoma kitu ambacho kinahusiana na kazi yake, yaani kitu ambacho labda IT, umeona, mambo ya kompyuta nini, kwa hiyo kitu ambacho kitamhitaji kuwa nacho akiwa kule kazini. Kwa hiyo hata wewe tuseme ikibahatika ukanyofoka, ukaenda ukawa drop out from chuo, inamaanisha utayasimamisha masomo yako, au unakuwa drop kabisa, yani kwamba nitakuja kuanza upya. Kitu ambacho utakuja ukisomea inatakiwa uangalie na vision ya jeshi. Jeshi linataka nini? Kwa hiyo utasoma kile kitu ambacho kinahitajika sana. Ndio iko hivyo, lakini nothing else kwenye hii dunia sasa hivi. No risky, no story. Yaani kama hutaki kuriski yoyote, hautakuwa na story yoyote pale. Kwa hiyo cha kukushauri wewe, usiombe kwanza kudrop nini kupostpone masomo, haiko hivyo. Haujajihakikishia ugali umekuja au haujaja. Kwa hiyo hakikisha kwanza unafika kwenye usaili, unapokea majibu yako, alafu ndio unaangalia stage zijazo. Na ukishapokea majibu kwamba umechaguliwa, kupostpone masomo sio solution. Yaani solution ni kusitisha kabisa, ili uje uangalie kwamba ninataka nisome nini kupitia yaani jeshi linahitaji nini, wewe ndio utakuja kusoma hicho kitu. Ndio hivyo, yaani huo ndio ushauri pekee. Usifanye kosa kama hilo kupostpone masomo alafu uende ushindwe urudi huku tena usha postpone, hapo utakuwa umetupa jiwe vibaya, ndugu yangu. Kwa hiyo hakikisha unaenda kwenye usaili, lakini upostpone masomo kama ukihitajika. Umenielewa? Ukifuzu hapo ndio uangalie namna sasa ya kufanya ili kustop chuo. Lakini kwa sasa hivi wewe, ikitokea umeitwa nenda. Ikitokea umeitwa nenda, kama jamaa yangu alivyofanya. Na mimi mwenyewe nilikuwa najaribu sana kupambana vile, lakini ilishindikana kwenda. Ilishindikana, sikuitwa. Sasa Mungu alivyo ajabu ni kwamba ujue kwenye maisha kuna kubeti. Huenda kila jambo linalotokea huwa lina sababu. Umenielewa? Kwa hiyo mimi ndugu yangu yule alivyo drop out akawa askari, mimi nikajikaza nikamalizia chuo, lakini nilivyomaliza chuo nikatulia mtaani miaka kadhaa, lakini baadaye nikapata kazi kupitia elimu yangu ya degree. Umenielewa? Lakini yeye amepata kazi kupitia elimu ya form 6. Kwa hiyo hata ngazi ambayo nilianza nayo mimi ya mshahara inakuwa juu kidogo kuliko mtu ambaye ana elimu ya form 6. Understand? Kwa hivyo uvumilivu na wenyewe unaweza ukakupa matunda. Yaani assume kwamba kila kitu kinachotokea ni Mungu amepanga. Ukikosa jiwi ni Mungu amepanga. Kuna njia yako anakuandalia. Ndio hivyo, nimeamua ni share story ambayo ni lili story. Inaweza ikakusaidia wewe. Na hii ni kwa watu wengine ambao
watajifunza kama wameomba hizi nafasi na wako vyuoni. Iko hivyo. Kwa hiyo ndugu yangu Fikiri Omali, nafikiri nimekujibu tena, nimeonyesha ubinadamu wa hali ya juu, nimeshare lili story. Yes, iko hivyo. Usisahau tena kuuliza maswali, na ulikuwa nami WDY Influencer, na hii ni Ajira Update. Popote pale ulipo ambayo unanisikiliza, unakaribishwa, unaweza kuuliza maswali kwa njia ya comment. Nitashare kwa experience yangu nilionayo, na pia kama kuna mtu ana maoni anatamani kushare au kutoa mawazo, toa mawazo. Hii ni channel yetu pamoja vijana. Kwa hiyo tuko hapa kuhabarishana mambo mbalimbali. Tunajua tunapambana sana, lakini mwisho wa siku tutoboe kwenye maisha. Bro, najua una wasiwasi sana, unahangaika kutafuta mafanikio, ila mafanikio yanakuja. Tuna kila jambo linalotokea ni Mungu ndo anapanga. Chao.